Msemaji mkuu wa serikali Grayson Msigwa akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam Novemba 23 mwaka huu amesema kumejitokeza wimbi kubwa la vyombo vya habari, hasa vyombo vya habari vya nje, kuchapisha na kutangaza habari ambazo zina upande mmoja na wakati mwingine kufanya upotoshaji wa taarifa ambazo zina mrengo wa kuchochea chuki kwa Watanzania dhidi ya serikali yao, kuwagombanisha Watanzania wenyewe kwa wenyewe kutokana na tofauti za kisiasa, kidini na kikanda. Msigwa amesema kuendelea kuyashabikia matukio yale au kuchochea kwa kutangaza na kuchapisha maudhui yenye kuzua taharuki, kupotosha ama kutia hasira kwa watu kwa namna ambavyo vyombo vya habari vya nje au wanaojiita wanaharakati au wenye maslahi ya kisiasa wanafanya, jambo ambalo halina manufaa kwa taifa letu, amesema msemaji wa serikali Grayson Msigwa. Na waomba Watanzania tung'amue mtego wa kuliangamiza taifa letu. Tunapita katika kipindi ambacho tukiendekeza uchochezi unaofanywa na watu ambao wapo nje ya nchi na hawaguswi na chochote kuhusu maisha yetu, ambao wanawashawishi vijana wetu kufanya vitendo vya kuumiza nchi yetu. Tutakaoangamia ni sisi, tutakaoumia kweli ni sisi wenyewe, ameongeza msemaji mkuu wa serikali Grayson Msigwa. Yaliyotokea tarehe 29 na siku kadhaa zilizofuatia, tulioumia ni sisi wa Tanzania. Wanaoandika habari za uchochezi kupitia mitandao yao, kupitia kwenye vyombo vyao vya habari, hawapo Tanzania. Wanakunywa juisi walipo, wanakula kuku, wanalala vizuri, nchi zao zimetulia, madai yao yanapelekwa kwa mujibu wa taratibu za kisheria na yanafanyiwa kazi na serikali, ameongeza Grayson Msigwa. Hata hivyo, Msigwa amesema kuwa sio haki kwa vyombo vya habari kuchapisha habari za upande mmoja, na baadaye kusema kwamba maafisa wa serikali walipotafutwa hawakupatikana, na kuvitaka vyombo vya habari kuchapisha taarifa zinazozingatia usawa, haki na uwajibikaji.